Hello ndugu zetu, wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo nitauzungumzia mkaa kwetu sisi wafugaji wa kuku, jinsi ambavyo tunaweza kutumia mkaa. Unajua ukiwa mfugaji wa kuku kuna vitu vingine ni vidogo vidogo sana, unaweza ukavipuuzia, lakini ni muhimu sana kwenye ufugaji na vinaweza vikamaliza tatizo ambalo ungeweza kutumia hata shilingi 20,000, 30,000, lakini mkaa unaweza ukamaliza tatizo hilo na ukasolve hilo tatizo vizuri kabisa. Kuku wako wakawa wana afya njema kwa kitu kidogo tu. Inategemea tu kile kitu kina vitu gani. Yaani vitu vyote hivi vya asili ambavyo tunavitumia kwa kuku vime-contain virutubisho fulani. Kwa mfano leo nitauzungumzia mkaa. Mkaa kama mnavyojua jamani, mkaa una calcium nyingi sana. Una calcium nyingi sana, ambayo hii calcium ni muhimu sana kwa kuku. Kuku yoyote yule ambaye unamfuga kwa ajili ya nyama au mayai, anahitaji calcium kwa kiwango kikubwa sana. Yule kuku wa nyama, calcium itamsaidia kutengeneza kwenye mifupa yake mle. Kama unavyojua kuku wa nyama wakinenepa sana, unakuta wanashindwa kutembea au wanatembea kwa shida. Kwa hiyo hii calcium huwa inaenda kuimarisha ule mfumo wa mifupa. Lakini pia kwa huyu kuku wa mayai, hii calcium ni muhimu sana kwa kutengeneza lile gamba la yai. Sasa huu mkaa unaweza ukautumia kwenye maji au kwenye chakula na una faida nyingi sana. Faida hizo ni kama hizo ambavyo nimeanza kukutajia. Ya kwanza ni hiyo kuimarisha mifupa, lakini faida ya pili ni kufanya yule kuku atage yai lenye ubora, liwe lina gamba gumu. Mara nyingi unakuta kuku anataga yai ambalo gamba lake ni tepetepe. Ukiona gamba lake ni tepetepe, ujue ana upungufu wa haya madini ya calcium ambayo pia unaweza ukayapata kwenye mkaa au kwenye DCP. Lakini vile vile unaweza ukakuta kuku wako wakitaga wanakula mayai. Wakitaga yale mayai wanakula. Kama ukiona wale kuku baada ya kutaga mayai wanakula lile gamba la nje, alafu kile kiini cha ndani, yani vile vitu vyote vya ndani hawali, ila lile gamba la nje tu wanashambulia, wanalidonoa, ujue kuku wako wana changamoto ya upungufu wa madini ya calcium ambayo unaweza kuwapa mkaa na ukawa umemaliza hilo tatizo. Lakini vile vile ukiona wanakula kile kiini cha ndani, yani wamepasua gamba, wamepasua lile yai, halafu wanaenda kushambulia vile vitu vya ndani, ili gamba hawali kabisa, basi ujue kuku wako wana changamoto ya protini. Hawana protini ya kutosha. Kwenye chakula unachowapa kimekosa protini ya kutosha au hakina protini kabisa. Kwa hiyo kuku wanaonyesha kuwa wana upungufu wa hivyo vitu. Sasa wewe hapo unachotakiwa kufanya ni kwenda kurekebisha kule kwenye chakula. Kama wanakula gamba au kama wanakula kile cha ndani, nenda katengeneze chakula ambacho kina hivyo virutubisho kwa uwiano sahihi ambao kuku watauhitaji. Utakapozidisha hivi virutubisho kuna athari pia. Kwa mfano, ukizidisha calcium ikawa nyingi, kuku anashindwa kutembea kabisa. Ina tabia ya kuvunja miguu ya kuku kabisa. Ikiwa haipo, kuku watembei. Kwa hiyo unatakiwa uwape katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa upande wa protini, ukiwapa protini ikawa imezidi, kuku anaanza kunyonyoka yale manyoya. Protini ikizidi, protini ikipungua, kuku anakonda sana, anakuwa dhaifu, anakonda, anadumaa na mpaka anakufa. Kwa hiyo unatakiwa kila kitu kiwe katika mfumo wa ratio ambayo inatakiwa kwa kulingana na umri wa kuku. Kila kuku ana mahitaji yake kutokana na umri wake. Kuku yule mdogo ana vitu ambavyo anavihitaji kwa wingi, anapozidi kukua vinapungua, vinaongezeka vitu vingine ambavyo anakuwa anavihitaji kwa wingi. Ndio maana hapa huwa tunawashauri sana, jamani, nunueni vitabu. Sisi KingoFarm tuna vitabu ambavyo vina hizi formula zote za chakula nzuri kabisa. Gharama zake hii formula ni za kawaida kabisa, kwa sababu mle tumezingatia vitu vya asili. Kuna vitu vingine ambavyo ungeweza kuvinunua dukani, lakini vinapatikana kwenye mazingira ya kawaida bila gharama na vinatoa kirutubisho kile kile, tumeviweka mle. Kwa hiyo tumetengeneza formula ambayo kila mtu ambaye ana nia ya kufuga anaweza kaitengeneza hiyo formula akawapa kuku wake na akapata matokeo mazuri kabisa. Kama kuku wako hawatagi au kuku wako wamedumaa, unaweza ukapata vitabu vyetu. Tuna vitabu ambavyo vina formula lakini pia vina booster za asili ambazo zitakusaidia kwa 100% kumaliza changamoto zako. Hivi vitabu jamani ni soft copy. Ukilipia tunakutumia hapo hapo kwa njia ya WhatsApp. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000 tu. Tuna kitabu cha tiba za asili, hiki kina muongozo wa namna ya kutibu magonjwa yote ya kuku kwa kutumia mimea tu. Ukiwa na hiki kitabu, kuna 1% kubwa sana hautaingia duka la dawa, bali utaweza kutengeneza wewe mwenyewe tiba ukawapa kuku wako na wakapona. Lakini vile vile unaweza ukawa unawatengenezea vitamini za asili unawapa kuku wako na wanapona. Lakini pia tuna hiki kitabu cha safari ya ufugaji. Tumetoa toleo la kwanza, sasa hizi tumetoa toleo la pili. Hiki kitabu kitakupa muongozo mzima wa kuwafuga kuku chotara na layers kuanzia day 1 mpaka wanakuwa wakubwa. Kwenye chanjo, kwenye kipengele cha kutambua magonjwa, lakini vile vile kwenye kipengele cha kutengeneza chakula, yote hayo utayakuta kwenye kitabu cha safari ya ufugaji. Lakini pia tuna kile kitabu cha booster kinaitwa muongozo maalum wa kufuga kwa kutumia booster za asili.
Hiki kinakupa ratiba zote. Kama ni kuku wa nyama kimekupa ratiba yake, kama ni kuku wa mayai kimekupa ratiba ya kuwapa booster za asili kila siku na unapata matokeo mazuri kabisa. Lakini pia kwa wale wafugaji wa kuku wa kienyeji, tuna kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kina maelekezo yote ya kumfuga kuku wa kienyeji kuanzia unapomtotolesha mpaka anakuwa kuku mkubwa bila kuwa na kifo chochote kile. Tumeelekeza namna ambayo utamfuga kuku wa kienyeji kwa gharama ndogo lakini kwa kisasa zaidi, tofauti na ile njia ambazo tumezoea za asili. Lakini vile vile sio za asili, zile njia za kienyeji. Lakini vile vile tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga broiler kuanzia day 1 mpaka unampeleka sokoni kwa kutumia booster, vitamin, kinga za asili. Huwa hatutumii chanjo za dukani kwa broiler kwa sababu ni kuku wa muda mfupi. Tunatumia tu chanjo za asili, tunapunguza gharama lakini kuku wetu wanakuwa bora na imara zaidi. Kwa yule mtu ambaye huwa ananunua broiler wetu, kila anayenunua lazima aone kuna utofauti kwa sababu sisi tunatumia sana mimea. Hata ule uteute ule unakuwa haupo kwa wale broiler. Ule utelezi unakuwa haupo kwa sababu sisi tunatumia sana mimea. Kila kitabu gharama yake ni 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp na unaweza kufuga bila wasiwasi. Vile vile tuna kundi la WhatsApp, ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia tunakuunga kwenye hili kundi, utapata darasa la uleaji wa vifaranga, utapewa ushauri namna ya kupata vifaranga bora, makampuni ambayo yanazalisha na pia chakula ukitoe wapi, ushauri wowote kuhusiana na ufugaji utapata na elimu ya uleaji wa vifaranga. Kama unahitaji huduma zetu hizo, basi unaweza kuchukua namba kwenye video na ukatupigia. Bila kusahau KingoFarm tunauza incubator nzuri na za kisasa. Incubator zetu ni nzuri mno, ni incubator za chuma. Zina utofauti mkubwa sana na zile incubator za Mchina. Kama ulishawahi kutumia incubator ya Mchina haukupata matokeo, tunakukaribisha upate incubator zetu. Hizi incubator za kisasa kabisa za chuma, ni full automatic, tunasafirisha popote ulipo. Ila nauli utalipia wewe mwenyewe. Sasa tuendelee kwenye kipengele cha mkaa. Nimekutajia faida 2 za mkaa ambayo ni kuimarisha mifupa, lakini vile vile faida nyingine ni kuwafanya kuku watage yai ambalo lina ubora. Na faida nyingine ya mkaa unasaidia sana kwenye kuwafanya kuku wako wakila chakula wakajisaidia kile kinyesi kisiwe na harufu. Hii ni kwa sababu mkaa una calcium, na hii calcium ya kwenye mkaa huwa inaenda kufanya absorption. Inasaidia wakati ule wa mmeng'enyo wa chakula, inafanya absorption kile kipindi cha mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kuku wako wataweza kujisaidia kinyesi ambacho hakina harufu kabisa, kwa sababu mmeng'enyo wao wa chakula utakuwa umeenda vizuri kabisa. Lakini vile vile huu mkaa pia huwa tunautumia sana kuweka kwenye maji yao yale ya kunywa. Huwa tunaweka mkaa kwa sababu ya kuongeza madini tu. Kwa mfano unaweza ukaamua labda katika wiki nzima utumie siku moja tu kuongeza madini kuku wako. Unachukua kijiko kimoja cha mkaa, unaponda vizuri ule mkaa, ule unga wake. Sasa unachukua kijiko chake kimoja unaweka kwenye maji lita 20. Na unapotumia haya maji ambayo yana unga wa mkaa, usiwape vifaranga, wape kuku wakubwa wenye umri wa kuanzia miezi 2 na kuendelea. Kwa vifaranga huwa wanakufa ukiwapa mkaa. Mara nyingi vifaranga huwa wanakufa sana. Kwa hiyo huu mkaa nakushauri utumie kwa kuku ambao wana umri wa kuanzia miezi 2 na kuendelea. Kwa hiyo hizo ni faida za muhimu sana. Ni kitu ambacho mkaa utakupa kwa gharama ndogo, lakini matokeo yake yatakuwa ni makubwa sana.